Tunataka tuchukue muda huu kuwakaribisha wote ambao wanatufuatilia, walioko manyumbani na sehemu zingine za mitandaoni. Tunawakaribisha sana katika mkutano huu, na jioni ya leo tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu Mchungaji Lucas Nzungu kwa ajili ya mafundisho ya siku ya leo. Tunaomba ya kwamba tupate nafasi tuweze kuomba kwa ajili ya kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Na tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba wetu unaishi mahali patakatifu mno mbinguni, tunapenda kukukaribisha katika masaa ya jioni kwa ajili ya mkutano huu, na wote ambao wanasikiza katika maeneo mbalimbali katika Kenya hii na nje, tunaweka mikononi mwako. Mtumie mtumishi wako siku ya leo kwa kadri ya mapenzi yako na utajiri wa hekima ulio nao, ili hatimaye baada ya fundisho hili la jioni ya leo sote tukaribie katika kiti chako cha enzi, kukufahamu zaidi, kukupenda zaidi, ili maisha yetu yabadilishwe sasa tunapoendelea kungojea kurudi kwako mara ya pili. Ndilo ombi letu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu. Nawashukuru sana. Bwana awabariki sana. Bwana watie moyo. Tunawaalika kwa namna ya pekee katika vituo mbalimbali mahali mlipo, mnapotutazama na wale mnaosikiliza katika redio, mnaotazama mitandao kadhaa ya kijamii, mkiangalia matangazo ya Hope Channel. Wakati ni sasa kutoka hapa Kizingo. Tunawakaribisha sana kwa siku ya leo kwa namna ya pekee. Karibuni kushiriki mkutano makini, mkutano ambao unafanya moyo wa mtu kukutana na Mungu wake. Na katika siku ya leo tunakwenda kutazama na kujifunza somo makini kabisa ambalo litahitaji utulivu wako mahali ulipo, ili neema ya Bwana ikung'azie na uwe tayari kusikia na kuona na kusoma mwenyewe katika maandiko matakatifu. Neno la Bwana jioni ya leo na somo makini ambalo tunakwenda kulitazama. Tunakwenda kumtazama adui. Tunakwenda kumtazama adui, Shetani na watumishi wake. Kwa hiyo fuatilia kwa makini sana, umgundue Shetani ni nani na watumishi wake. Na marafiki zangu ambao mna nafasi kadhaa za kuwahudumia watu wa Mungu, somo hili ni makini la kujipima mwenyewe kama ni mtumishi wa Mungu au ni wa huyo jamaa ambaye leo tunakwenda kuona habari zake. Jamaa aliyesumbua dunia nzima kwa muda mrefu. Hii ni baada ya kujifunza kuhusu Mungu mmoja katika nafsi tatu za milele: Baba, Neno, Roho Mtakatifu. Ni baada ya kuona mambo makuu kuhusu Yesu Kristo, uungu wake, uweza wake, ushindi wake dhidi ya dhambi. Leo ni siku ya kumtambua adui katika pambano kuu. Shetani ndiye adui yetu halisi katika maisha yetu. Ukiona wewe ni maskini, huu maskini hauji kwa sababu Mungu amekuletea umaskini. Ni matokeo ya dhambi iliyoingia duniani na kuanguka kwa dunia. Maana tulipoumbwa
kutoka mikononi mwa Mungu tulikuwa tayari matajiri. Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Yani tulitoka mikononi mwa Bwana, tumetawazwa mali zote za Bwana. Dhahabu, almasi ni mali yetu. Shetani ana mamlaka na anachomiliki. Anacheza tu viini macho. Kwa hiyo huyu ndiye kiongozi wa kazi zote mbovu zisizo na haki. Kazi mbovu ni pamoja na mambo mabaya ya dunia hii. Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu. Ametupa kinywa, mdomo, akaweka ulimi. Ukiingiza tu chakula, ulimi unanogewa, unapeleka taarifa mwili wote. Wewe mwenyewe unakula kwa furaha, akili ikifanya kazi, kwa sababu ameweka kila kitu mdomoni kinachogusa mlo wako. Huyo ndiye Mungu. Na sehemu zingine za mwili kama za kutolea uchafu, ile ya mwisho kabisa kwenye rectum, ameweka pia viashiria. Mwili ukiwa na mzigo mzito, nimeeleweka. Mwili ukiwa na mzigo mzito, hiyo sehemu ya kutolea uchafu inakupa viashiria. Unakuwa restless, upumziki, unanyanyuka. Ukikuta sehemu ya kutolea uchafu watu wako wengi, na miguu inaanza kukuambia toa uchafu. Sasa ni nani aliyedanganya wanaume fulani kwenda kutumia eneo hilo kama la uzazi? Kila kiungo. Kwa hizi kazi mbovu, baba mzima na akili timamu, unakwenda kutazama, lugha ngumu nitaitumia, unaenda kutazama unyeo kama sehemu ya mke. Haya mambo haya yana kiongozi wake. Unyeo, sehemu ya kunyea uchafu. Wewe una akili nzuri wewe. Haya mambo lazima yawe na kiongozi mbaya anayeweza akakupa conviction, ukatazama unyeo ukafurahia. Chinga kabisa. Nataka izame hiyo imeenda. Yani mtu huyu kiumbe huyu aliumbwa kabla mtu hajaumbwa. Alikuwa malaika mwenye cheo cha juu, kerubi afunikae. Lugha ya Kiebrania, kerubi, covering angel, cherubim, afunikae. Na ndio maana Ezekieli 28:15 anasema, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo Mungu akuumba uovu, aliumba kiumbe safi. Yeye ndio mastermind wa uovu wote. Uovu ulionekana ndani yake. Bwana akuumba uovu. Na maandiko yanasema kama malaika, uwezo wake uko juu kidogo ya uwezo wa mtu. Katika Ibrania 2:6 anasema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo, katika fungu la 7, punde kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. So we were rich at the beginning, created from the hands of God. Licha aliyekuwa na tuzidi utajiri ni Mungu peke yake.
Viumbe wengine wote walikuwa hawawezi kuingia kwenye utajiri. So, Mungu alipotutoa tu akatupa mali zote. Sasa kwa nini tuko maskini? Endelea kwa kwenye mikutano hii. Kwa shetani ni roho yenye asili ya kiumbe, na kwa sababu hiyo haonekani. Yeye na malaika zake hawaonekani. Malaika pamoja na umbo lao wanachukua umbo la kile wanachotaka kufanya. Kile wanachotaka kufanya. Malaika walipokuja kwa Ibrahimu, Ibrahimu aliona kama watu. Angalia maandiko katika Mwanzo 18 na fungu la kwanza. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake wakati wa mchana. Bwana amemtokea, na Bwana iko kwenye herufi kubwa, na kwa kuwa ni herufi kubwa ni Yahweh, ni Yehova. Mwenyezi Mungu amemtokea Ibrahimu, na Ibrahimu katika fungu la pili akainua macho yake akaona, tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Ibrahimu aliwatambua wageni wake, na katika fungu la tatu akasema, Bwana wangu, wako watatu, ila akamwadresi mmoja. Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako. Kwa hiyo Ibrahimu anaongea na mmoja katika wale watatu, Bwana. Na walipomaliza mazungumzo haya, maandiko yanasema katika fungu la 33, basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Walikuwa watatu, Bwana amerudi mahali pake. Utaniuliza sasa, Bwana alirudi wapi? Nami nitakwambia, sali sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo alirudi mbinguni, ndio kwake. Na wale wawili unawapata Mwanzo 19 fungu la kwanza. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa malangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaenda mbio kuwalaki, akainama kifudifudi. Wale malaika wawili walipokuja kwa Ibrahimu walikuwa watatu, mmoja alikuwa ni Bwana. Utaniuliza sasa, mbona yeye naye alikuwa anaonekana kama mwanadamu? Yesu alipokuja duniani alitwaa mwili, haikuwa mara yake ya kwanza. Naweza nikatembea na Biblia tangu Mwanzo mpaka Ufunuo, akitembea na mwili, akiwatokea watu akiwa kwenye mwili. Na sababu ya msingi, aoni aibu kutwaa mwili wetu, kwa sababu alipotuumba sisi, maandiko yanasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo sisi tumeumbwa kwa mfano wake. Kwa hiyo akija kwa umbo letu, bado sisi ndio mfano wake. Haji kwa mfano wa ng'ombe wala punda wala farasi, wala hakuja kuokoa punda wala farasi, alikuja kuokoa mtu. Maandiko yanasema bayana, katika maandiko anasema, Waebrania 13:2, kutokana na hii visti ya malaika, Paulo anaandika kwamba 13 Waebrania fungu la 2, msisahau kuwafadhili wageni. Lugha rahisi, msisahau kuwakaribisha wageni.
maana kwa njia hii wengine walikaribisha malaika pasipo kujua. Kwa malaika walipokuja kwa Nabii Ibrahima, walikuja kama wanadamu, wamevaa umbo letu. Kwa hiyo shetani naye akitaka kuja kwako, anaweza akaja kama bibi yako aliyekufa. Nitakuja huko, ninatengeneza tu msingi. Anaweza kuja kama mjomba wako, na wengi wenu shetani huwatembelea. Na mtu anasema usiku wa leo mjomba alinitembelea, amenionyesha dawa, mjomba wako alishakufa. Uwe chonjo, tutakuja huko. Shetani katika harakati za kutembelea wanadamu. Angalia malaika walipokuwa kwenye kaburi la Yesu siku Yesu alipofufuka. Katika Marko 16 na fungu la 5, maandiko yanasema wakaingia, wale wanawake wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Kwa malaika alionekana ni kijana alipokuwa kwenye kaburi la Yesu. Ukisoma Biblia nzima tangu mwanzo mpaka Ufunuo, utakuta malaika aliyechukua umbo la mwanamke. Tutaulizana huko mbele. Hiyo imeenda. Kwa shetani alipotupwa kutoka mbinguni, akunyang'anywa chochote. Uwezo aliokuwa nao Mungu akumnyang'anya, ila alimwekea mipaka. Ameweka mipaka kumzunguka. Kwa shetani kama malaika uchukua umbo lolote ili kukidhi jitihada yake ya kudanganya watu. Ndiyo maana katika Wakorinto wa pili na ile sura ya 11, Wakorinto wa pili na ile sura ya 11, nenda hapo Korinto wa pili na ile sura ya 11 na lile fungu la 13, 14, anasema wala si ajabu, maana shetani mwenyewe ujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Ujigeuza, anaweza akaja kama malaika mwema, amejigeuza. Na alipokwenda kwa Yesu, Yesu alipokuwa jangwani, nyikani, wakati ameenda kumjaribu, alienda kwa umbo la malaika mwema. Yesu alimtambua kwa matunda, kwa maneno yake. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, hakuna malaika wa Mungu mwaminifu mwenye dauti, mwenye mashaka juu ya uungu wa Yesu. Hayupo. Ni shetani peke yake na wafuasi wake wanaoendelea mpaka leo. Kwa shetani huwa anajigeuza, na hii ndiyo tabia ya watumishi wake. Nao hujionyesha kama watumishi wa haki, wapole, waliojaa huruma, wanaojali sana shida na majanga yanayowapata wanadamu wakati wameyasababisha wao. Kwa hiyo mtu ataondoka, ataenda kwa mchawi, mpiga ramli. Mpiga ramli atamwambia nimekuona tokea mbali. Mtu mmoja alienda, ambaye mimi nilikuwa mchungaji wake, na yeye ndiye alikuwa kiongozi wa juu wa kanisa. Sasa kama unajua kanisa, basi umejua cheo. Kwa hiyo alikuwa anataka mali, akaenda. Baada ya kuona hapati mali, akaenda. Na wenzake wakamwambia tukupeleke kwa mtaalamu, akaondoka, akaenda. Na mtaalamu akamwambia nitatuma mtoto kesho, au nitakuja mwenyewe nikuletee dawa ya utajiri, niandalie sehemu ya kukaa.
Huyu kiongozi wa kanisa langu akafika, akaandaa mazingira, na kesho yake akajiandaa. Wakati anajiandaa, amemaliza maandalizi, na familia hawapo, yuko peke yake, amewapa kazi ili abaki peke yake. Akaona upepo unakuja mkali kuelekea kwenye nyumba yake, baadaye vumbi, baadaye akaona nyoka mkubwa, akapiga kelele, nyoka! Kiongozi huyu akakimbia, nyoka akaingia ndani. Baba akapiga kelele, watu wakaongezeka, na kwa sababu ni mjini wakaongezeka, mkutano kawa mkubwa. Anasema nyoka ameingia ndani. Na baadaye wakasema, mchungaji, tumuite mchungaji. Sasa mchungaji unamuita kufanya nini kwenye nyoka? Huyu nyoka sio wa kawaida, ikiwa anasisitiza mchungaji aitwe. Na nilikuwa mbali, nikapigiwa simu, mimi naogopa nyoka, halafu mnaniita tena kwenye nyoka. Nikasema, bana, mimi naogopa nyoka bana, mambo ya nyoka sihitaji. Endeleeni, fanyeni wasema wanahitaji maombi yako. Maombi tena ya nyoka? Kumbe nyoka huyu ni zaidi ya nyoka. Na mzee anajua. Nikaondoka, nikaenda, nikakuta watu wengi. Napita wananipisha, mchungaji pita. Naenda wapi? Nikakuta hakuna aliye tayari kuingia ndani. Nikawaambia, ingieni nani? Hakuna. Mwisho nikaona sasa imeshindikana. Nikasema, mashemashi, njoo hapa. Tunaingia ndani. Tukaingia ndani. Moyo wangu tulipoingia ndani, tukakuta tu binti mrembo amekaa kwenye kiti. Sasa, baba mchungaji, wamekuita kwamba kuna nyoka, wewe unaona nyoka? Nikitazama hakuna nyoka. Mzee naye akaingia, akasema, huyu mzee wako huyu alikuja kutafuta dawa ya utajiri, nimemletea hii hapa, njoo mzee uchukue dawa yako, mimi niende. Mzee achukui dawa. Na mimi namwambia, kachukua dawa, chukua dawa, usifuata. Anasema Mwisho, baada ya mabishano mengi, nikasema tuombe. Nikajaribu tu kidogo, Yesu, nikaona yule binti anatikisika, nikajua ni ile nguvu nyingine. Basi nikasema tuombe. Sasa nauliza swali, huwa tunasema maombi fumba macho, hapo unafanyaje? Kumbe hata theology ya kufumba macho watu hawaijui hii. Wanafikiri kila ombi ni kufumba macho. Nehemia alifumba macho, alikuwa kwa mfalme, sasa alikuwa naomba. Hapa hakuna cha kufumba macho. Macho nimefumbua na mtazama binti. Baba, katika jina la Yesu. Binti akatikisika, na mimi naendelea. Kama ni huyu ni shetani. Binti akatikisika, akasimama, akazunguka. Alipoanguka chini ni nyoka. Sikumbuki nilipita wapi. Nachojua nilijikuta niko nje, nasema, pepo toka, nyoka toka. Na kuna mtu, watu wote wamekimbia. Tatizo ni nini? Shetani anajifanya mpole mkarimu, na wanaokwenda kwa wachawi wanafanywa upole ukarimu. Pole sana mtu wa Mungu, anakutaja na kwa jina. Shetani ujigeuza. Na Wakorintho wa pili sura ya 11 fungu la 15 anasema hivi, basi si neno kubwa watumishi wake wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Kwa usio ajabu mtu kwenda Nigeria kutafuta uchawi, lakini huko akija anatumia jina la Yesu, lakini anachokifanya ni uchawi. Sio ajabu hiyo.
Unakwenda nchi za mbali, yani Yesu unamtafuta nchi za mbali, Nigeria, wakati uko kwenye maandiko na unaomba Bwana na kujibu. Kwa hiyo shetani ana michezo. Sasa amegundua watu wanapenda miujiza. Zamani kulikuwa na mazingaombwe huko kwetu nakotoka, walikuwa wanakuja shuleni kutoka Kongo, mbiringa, wanageuza wanafanya mazingaombwe, watu tunashangaa. Amegundua watu wanapenda mazingaombwe wa Afrika, amehamia kanisani. Taka shwaka taka chokotoko pyaka shaka shaka. Wewe nyosha maelezo. Imekuwa ni vurugu. Shetani amehamia huku. Na tusiposimama kwenye andiko na kusema ukweli, ataendelea na miujiza yake isiyo na miguu na mikono. Yesu afanye miujiza isiyo kweli yenyewe. Yuko makini. Na andiko linasema, huyu shetani huyu katika Mathayo 16:23 anaweza hata akaingia kwa watu wa Mungu. Akageuka, Yesu akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Hapa shetani ameingia ndani ya Petro. Aweza kuingia kwa yoyote. Na katika Yohana 13:2 shetani akaingia kwa Yuda hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa kumsaliti. Akaingia kwake. Na katika Yohana 13:27 anasema, na baada ya tonge hilo shetani akamuingia, basi Yesu akamwambia, uyatende upesi. Maana yake shetani aweza pia kuingia kwa watu wa Mungu na wakatangatanga. Shetani anatumia tawala za kidunia na dini kuendeleza utawala wa mabavu na nguvu zake. Katika Danieli 2:2 mfalme Nebukadneza ana shida. Anasema, ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga, wachawi, wasihiri, wakaridayo wapate kumweleza mfalme ndoto. Basi wakaingia wakasimama mbele yake. Hawa wanapendelewa, wachawi wanapendelewa sana na viongozi. Wanaitwa mno wachawi. Belishaza naye anaita wachawi. Farao naye anaita wachawi. Katika Mwanzo 41:8 anasema, basi asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Kwa hiyo wachawi wanaweza kufasiri uchawi. Lakini hii dini ya kwenda Nigeria na unakuja una nguvu za kichawi, huwezi ukasoma hii hapa Biblia na kuelewa. Inabidi usome fungu moja udanganye. Ili usome Biblia, acha uchawi kanisani. Rudi kwenye andiko. Uchawi mwingine ni wa kusoma vitabu. Viko vitabu vinaonekana ni vya dini, lakini mtu anaweza kukusomea ukafa kwa sababu ni vya kichawi. Anasema katika 19 Matendo 19:19, na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao. Tangu zamani kulikuwa na vitabu vya uganga na vipo hata leo. Mtu anakusomea, unapata mgogoro. Shetani anavitumia hata leo. Na kama kiongozi wako anasoma vitabu vya uchawi kukuroga, wakati ni sasa wa kumwaga na kumwambia, baba mchungaji, nimegundua naenda kule, wakati ni sasa. Huu ndio wakati. Na maandiko yanaweka wazi kwamba siku za mwisho atatumia mifumo ya dola na kanisa kuleta uharibifu mkubwa. Na kwa hiyo maandiko yanasema, na yule mnyama niliyemwona, 13 Ufunuo na fungu la 2. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui,
na miguu yake kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Na yule joka, yani shetani mwenyewe, akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Kwa shetani hatakomea tu kuchanganya watu wa dini, atachanganya mpaka dola. Shetani katika 13 Ufunuo na fungu la 11 anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Yani kuna kunena kama joka. Kwa hiyo shetani atatumia kila mbinu kuhakikisha anatawala dunia nzima. Na fungu la 15 Ufunuo 13:15 nasema, akapewa kutia pumzi ile sanamu ya mnyama hata inene, na sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kwa hiyo atatumia nguvu hizo kuleta vifo. Huu ni unabii mkubwa ambao hatimaye nitauzungumzia. Lakini leo namzungumzia shetani kwamba mifumo yote ataitembelea. Shetani na malaika zake hasa ndio maadui wetu. Katika Waefeso 6:12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa michezo ambayo shetani anafanya, mtu anakuja na uchawi wake, anakuwa tu anahamisha pepo, anamtoa kwa huyu leo analala vizuri, anamhamisha kwa huyu naelewa, anashinda, nguvu hazipo, kesho anakuja kwenye ibada, anamtoa kwa huyu, anampeleka kwa yule. Kwa hiyo ni kucheza tu. Mwingine ameniuliza jana wakati, mbona hapo kwenu mapepo hayajaanguka? Yanaanguka kufanya nini? Kuna sababu nyingi kwa nini yasiwe hapo. Moja, ukisoma ng'ambo ya Wagerasi, yule mtu aliyeponywa pepo wengi aliomba, naomba unipeleke kwa nguruwe. Yesu akaruhusu, akaenda kwa nguruwe. Kwa hiyo kwenye nguruwe ni makao makuu ya mapepo. Kwa hiyo kila nguruwe umekula nyumba yake. Sasa inabidi mapepo yahamie unakosali, maana ulikula nyumba. Ulikula nyumba. Kwa hiyo hapa ukija na pepo, Bwana atamuondoa, lakini hapa sio makao yao. Namba 3, umeyatafuta. Yana mambo mengi. Kwa majeshi mabaya katika ulimwengu wa pepo wabaya, hiyo ndio vita halisi. Kwa hiyo dhambi zote ziko chini ya shetani na malaika zake. Kwa hiyo shetani ndiye kiongozi wa kazi zote mbovu: machafuko, vita, mauaji, matambiko, hirizi, misukule, manabii, mitume wa uongo, wapiga ramli, soothsayers, wapunga pepo, majini kwa jinsi zake zote. Ni utawala wa shetani. Madawa ya kulevya yote ni kazi za shetani, anazoisa katika viwanda vinavyozalisha bidhaa zinazochochea zinaa na kadhalika. Unaenda kununua zinaa kwenye duka, mama mzima, unaenda kununua zinaa kwenye duka. Umenielewa mtazamaji? Umenielewa? Unaenda kununua kifaa cha kiume kwenye duka ili umalize shida zako. Nani amekitengeneza? Meeleweka? Najua nina hapa siendi kushoto wala kulia, ninakwenda straight. Shetani anahisa kila sehemu itakayochochea uovu. Kwa hiyo unaenda kununua kifaa cha mwanaume kwenye duka, unachagua, unapita, unaviona, nipe hiki na anayekiuza anasema hiki naona kitakufaa, nakionaje? Nyinyi na muuzaji akili zote mbovu.
Kama umenielewa punga mkono. Hawa yani anayenunua, anayeuza, akili zote ziko chini ya shetani. Na anakuuliza, unamwambia naona saizi hii, una akili kweli? Shetani ameshakumaliza akili. Yani shetani ana mbinu nyingi 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 nyingi, na amenyanyasa ulimwengu. Kwa hiyo anao watu wengi wanaomfuata, wakimtumikia katika vitengo na nyanja mbalimbali. Kama unavyoona tu, mnaweza mkawa na shirika na vitengo mbalimbali, kitengo cha ukaribisha, kitengo cha nini, na yeye ana vitengo shetani. Kitengo cha zana hizo kuuza zana za kiume na za kike. Sasa hivi kuna roboti zinatengenezwa zitakuja. Una sababu ya kusumbuliwa na mke, unanunua roboti inamaliza mambo yako yote. Hiyo yote ni dhana, ni yani ana vitengo. Kwa shetani lazima mjue. Ndio maana Yesu akasema atakapokuja atakuta imani. Na kwa mujibu wa maandiko, idadi ya takwimu za kimbingu inakadiriwa wanaomfuata shetani ni kama mchanga wa bahari. Yani uwezo kawahesabu. Yesu aliona akasema, mtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini. Maana unaweza ukaja na mke wako kanisani au kwenye ibada, kwa hiyo akasimama kuimba, ukakodoa macho, ukaanza kusema amina, haleluya, kumbe haleluya inachochewa na kitu kingine. Mkimaliza ibada Mungu anaweka rekodi. Kamau alikuja na mke, ameongeza wawili, jumla na watatu. Ndio Mungu anataka tujue. Angalia Ufunuo 27. Anasema kwa hiyo na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu. Fungu la 8 na malizia, na kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Yani wanamfuata ni idadi kubwa, na wanamfuata kwa aina mbalimbali. Na katika jitihada ya kujificha leo, shetani na malaika zake wanayo majina mengi: mashetani, majini, bibwengo, maruani, mizimu, mapepo, mizuka. Na ana watumishi, wachawi, wanajimu, wanaosoma nyota, wapiga ramli, watazama bao, nyakati, wabashiri, walozi, wanaokula wanadamu wenzao, wachungaji wa dini za uongo, manabii, mitume wa uongo, machangu doa, maraya waliobobea kwenye tasnia ya umaraya. Akikutazama tu anatengeneza mahesabu, akikutazama unaenda mwenyewe, maana ni mtumishi wake. Majambazi, wala rushwa kubwa na ndogo, na wengine ambao wanafanya kazi za sera yake. Na wakati watakapokuambia wewe tafuta kwa wenye pepo, Isaya 8:19 anasema usiende. Dhambi ya shetani ni kiburi, alitaka kuwa kama Mungu. Ndio maana katika Ezekiel 28:17 anasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Moyo wako uliinuka. Katika Isaya 14:15 anasema ulisema moyoni, nitapanda mpaka mbingu, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nitaketi juu ya mlima wa makutano ya Mungu na pande za mwisho za kaskazini. Na 14 unasema nitapita vimo vya mawingu, nitafanana naye aliye juu. Hiyo ndio dhambi. Na matokeo Isaya 14:15, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za simu. Matokeo Ezekiel 28:16,
na kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima mtakatifu kama kitu kilicho najisi. Nimekuangamiza ewe kerubi, utoke katika mawe hayo ya moto. Ezekiel 28:18, basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, umekuteketeza, nami nimekufanya kwa majivu machoni pao wakutazamao. Na fungu la 19, umekuwa kitu cha kutisha, hautakuwepo hata milele, na kila atakayemfuata hatakuwepo hata milele. Na 14 Isaya 12, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa. Amekatwa kabisa kabisa. Hiyo ndio sababu ya pambano kuu. Na sasa tunaanza mada za pambano kuu, mada ambazo shetani anafanya. Silaha yetu pekee iko katika Efeso 6:12. Tutamshinda kwa kubeba silaha halisi. Usiogope. Usiogope. Nasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa neno la ushuhuda wake, ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Ufunuo 12:11. Usiogope. Hii vita tutashinda. Ushindi ni wetu. Mzee wangu wa kanisa akashindwa alipokwenda kutafuta mali, akashindwa kwa sababu alifikiria kwamba ni rahisi, akashindwa. Bwana anasema usiogope. Usiogope. Shetani ni halisi na aweza kuja katika maumbo mbalimbali kwa ajili ya kuharibu kazi. Maandiko yanasema usiogope. Hii vita mtashinda. Kila ambaye kwa namna ya pekee Mungu amekupa nafasi ya kutazama na kusikiliza maneno ya ujumbe wa leo, Bwana anakuambia usiogope. Shetani amekwisha shindwa. Tunashindana na askari aliyeshindwa, na ushindi ni hakika. Usiogope. Jipe moyo. Vita hii utashinda, ila mifumo yote ataizungukia. Hakuna mfumo ambao shetani hata uzungukia. Kila mfumo atafika. Kila mfumo atafika na ataharibu akili. Yo maana baba mzima anaweza akafuata unyeo akafikiri ni mwanamke. Akili ndio imeharibiwa. Mkutano huu utarudisha akili yako. Bwana asifiwe sana. Wakati wa kurudisha akili ni sasa. Na mahali popote ulipo katika Kenya yetu hii, kama wewe ni shoga, jiandae kujitoa na kuanza maisha mengine tofauti. Bwana anaweza akakarabati mwili wako kwa sababu ni muumbaji. Mungu akubariki, Mungu akutakase. Unapojiandaa, hakikisha umemjua adui na usiogope. Katika jina la Yesu, amina. Tunazoishi ni za mwisho. Manabii walikwisha tabiri matukio. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu, maana wakati ni sasa. Maneno ya unabii huu, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwa
kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea. Makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Shaka umekata shauri na Bwana amekuongoza kutumia akili yako katika vituo vyetu na katika wote wanaotuangalia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya Hope Channel, katika television, mahali popote. Bwana amekuongoza kutumia akili yako vizuri na kukata shauri. Tutakuwa na ubatizo mkubwa, na ubatizo huu ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu. Navyo tafakari katika moyo wangu na kugundua ya kwamba ninatakiwa kuchukua hatua, basi wakati ni sasa. Katika kituo chetu hapa Kizingo, kama kuna mtu anatamani, kuna watu wanatamani kupokea ubatizo, kati viongozi watakapokuwa wanabaki hapa kwa ajili yao, wewe nawe utabaki, tutaongea na wewe na kukuandaa kwa ajili ya ubatizo. Lakini mchana wa leo na jioni ya leo, kama mtu katika moyo wake anasema, kama shetani yuko hivi, sihitaji ushirika naye, asimame kwa miguu yake mwenyewe. Wabaki tu wale waliokubaliana kushirikiana naye, au wanaweza kuendelea kukaa. Nataka kuroga kidogo, lakini uje kanisani. Nataka ufanye mambo fulani kidogo kidogo. Baba wa milele, hawa watu hawataki ushirika na shetani. Na katika vituo wako wanaosimama, wanaokataa ushirika na shetani, walikuwa nao, lakini sasa wanasema imetosha, kumbe tutapotea milele. Tunafuata mtu aliyekwisha hukumiwa, ambaye hawezi kulisi uzima wa milele. Anajua hukumu yake, anajua ataangamia kwa moto. Hatuko tayari kumfuata. Wamesimama, wamesikiliza, wametazama, wamekata shauri. Tafadhali Mungu, imarisha imani ya kila mmoja wetu. Na mahali pale anapokata shauri mtu yuko tayari kwa ubatizo, wazee wa kanisa kituo hicho wakimsaidia, Bwana simama naye. Asante jioni ya leo, kwa sababu katika maneno haya machache uliyozungumza nasi, tusaidie na tuongoze kuhitimisha vyema safari yetu ya duniani, kwa kuwa tumeomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
Amen, amen. Na iwe hivyo hivyo. Nami wangu mtazamaji na yule ambaye pia amekuwa akitegea na kusikiliza kutoka kwa redio, basi tumefika tu kikomo, ila bado kesho ni siku na tutazidi kuendelea. Lakini kabla ya hapo, basi Karo, sijui umejifunza nini